wa mwili. Chochote unachoona kinatokea duniani, basi tambua kuwa kimetoka rohoni. Chochote unachokiona kinatokea duniani kimetoka rohoni. Okay. Ameniongezea kitu kingine kwa swali lake. Mungu ananiongezea kitu kingine cha kufundisha. Chochote unachoona kinatokea duniani kimetoka rohoni. Kwa hiyo unachoona kinatokea unakiona kipya kwa sababu wewe hukujui rohoni. Lakini ungekuwa unakujua rohoni, ungekiona ni cha kawaida. Manake kinachokuja kilikuwepo, sio kipya. Ni kipya kwa sababu tuko kwenye mwili. Lakini kule rohoni sio kipya. Kwa mfano, unapokwenda kwa mtu kumwelezea shida, naomba nisaidie kwenda kukata ndizi. Yeye ataona shida yako ni mpya kwa sababu hakuwemo kwenye moyo wako. Ila wewe huwezi kuiona ni shida mpya kwa sababu ulikuwa nayo. Kwa vitu vinapotokea tunaviona vipya kwa sababu sisi hatukuweko rohoni. Lakini ungekuweko rohoni ungeona ni kitu cha kawaida. Amina, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo sasa, wewe unapoona mtoto anazaliwa, wewe unamuona ni mtoto kwa sababu uko duniani. Ungekuweko rohoni ungeliona jitu kubwa lililokuja duniani. Kwa sababu yule kabla hajaja alikuwepo. Amen. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuweka kwenye tumbo ya mama yako nalikujua. Kumbe watu wanajulikana rohoni kabla hawajajulikana mwilini. Kwa kile kilichojulikana rohoni ndicho kinakuja kujulikana mwilini. Okay, wewe ulisha kuwepo manake kabla hujazaliwa. Chochote kinachofanyika kwenye maisha yako kinategemea uwepo wako. Yeyote anayehusiana na wewe anategemea uwepo wako. Wewe kama haupo hawezi kuhusiana na wewe katika jambo lolote. Amina, watumishi wa Bwana. Tunasikilizana vizuri. Chochote unachokifanya kinahitaji uwepo wako. Na ndio maana serikali haina bajeti ya watu waliokufa kwa sababu hawapo. Vyote vinavyofanyika ni kwa ajili ya watu waliopo. Yote yanayokukuta ni kwa sababu upo. Amina, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo kumbe ni rahisi tukazaliwa katika saa ya shida kwa sababu hata kule rohoni tulikuwepo. Hata kule rohoni unaweza ukashambuliwa kwa sababu kule pia kuna watu wa rohoni. Anasema kabla hujazaliwa katika tumbo la mama yako nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Nikuulize swali. Aliyemchafua Yeremia tumboni mwa mama yake mpaka Mungu anamtakasa alikuwa nani? Ndipo utakuja kufahamu kwamba kuna mtandao wa giza unaoshughulika kuviharibu vitu kabla havijatokea. Amina, watumishi wa Bwana. Chochote unachoona kinatokea kimetoka rohoni. Nafikiri mama atakuwa amenielewa vizuri. Uwezo wako namba 3. Uwezo wako wa kushinda katika ulimwengu wa roho. Uwezo wako wa kushinda katika ulimwengu wa roho. Uwezo wako wa kushinda katika ulimwengu wa roho. Uwezo wako wa kushinda katika ulimwengu wa roho ndiyo uwezo wako wa kufanikiwa katika ulimwengu wa mwili. Haya ni mambo matatu siku zote unapoamka unaweza ukayapitia, ukayasoma na ukamshukuru Mungu kwa kukuamsha. Yatakusaidia sana. Mimi yamenisaidia na nimeona. Uwezo wako wa kushindana katika ulimwengu wa roho ndiyo uwezo wako wa kufanikiwa katika ulimwengu wa mwili. Uwezo wako wa kushindana katika ulimwengu wa roho ndiyo uwezo wako wa kufanikiwa kwenye ulimwengu wa mwili. Uwezo wako wa kushindana kwenye ulimwengu wa roho ndiyo uwezo wako wa kushinda, ndiyo uwezo wako wa kufanikiwa katika dunia hii. Namna unavyoshinda rohoni ndivyo utakavyoshinda mwilini. Ukishindwa rohoni umeshindwa mwilini. Kwa mfano, umeota ndoto umeng'atwa na nyoka kwenye ulimwengu wa roho, si muda mrefu maisha yako yataharibika. Umeota ndoto pete yako ya ndoa imepasuka kwenye kidole kwenye ndoto, si muda mrefu ndoa itakushinda. Umeota ndoto umefeli mtihani, si muda mrefu utafeli maisha.
Umeota ndoto, yani kile unachoona kule ndicho kitakachotokea huku. Ndio kanuni ya rohoni. Amina, watumishi wa Bwana. Nasemea sana ndoto kwa sababu ni level ya msingi ya kawaida ambayo Mungu anasema na watu. Awe mpagani awe Mkristo ataota ndoto. Na ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hasemi walokole. Watu wangu. Manake watu wote Mungu anasema nao kwa ndoto, ila ni nani anazingatia nani azingatii ndo inayoamua watu waweje kwenye usalama wao. Bwana apewe sifa. Kupitia somo hili utakumbuka ulipelekwaje shimoni, uliendaje shimoni na umeishi shimoni kwa muda gani. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Unaelewa? Mungu ananiuliza swali. Nasikia swali ndani ya kwamba hivi watu hao wanawaambia uwezo wao wa kushinda kwenye ulimwengu wa roho ndio uwezo wao wa kufanikiwa, wanaelewa maana ya mafanikio? Kwa sababu kuna mtu anafikiri kufanikiwa ni kujenga. Kuna mtu anafikiri kufanikiwa ni kumiliki gari. Kufanikiwa ni kuwa na maduka. Na mimi nilikuwa nawaza hivyo. Amina, watumishi wa Mungu. Iko hivi, wewe umeletwa duniani, Mungu amekuleta kwa kusudi maalum. Nataka nikufundishe nini maana ya mafanikio. Mungu amekuleta duniani kwa kusudi moja. Amina. Kuna kitu kilimfanya Mungu akulete. Hata kama ulizaliwa kwa mimba ya nyumbani, ulizaliwa nje ya ndoa, ulizaliwa kwenye ndoa za mitala, lakini Mungu ndiye amekuleta. Amina. Hakuna mwingine aumbaye isipokuwa Mungu ndo anayeumba. Uwepo wako ni Mungu amekufanya uwepo. Kwa hiyo umekuja duniani, Mungu amekuleta kwa kitu kimoja. Yaani ameweka kitu ndani yako, ameweka mpango ndani yako, ameweka kusudi ndani yako ambalo anataka ulitimize hapa duniani. Unapolitimiza kusudi ambalo Mungu alikuletea, umefanikiwa. Amen. Lakini usipotimiza lile kusudi ambalo Mungu alikuleta, hujafanikiwa. Hata ungekuwa na ndege 20, hata ungekuwa na mabenki, hata ungekuwa na majumba, lakini kama kile Mungu alikutuma duniani ukakifanye, hujakifanya, bado hujafanikiwa. Kwa hiyo mafanikio ni kutenda kile ambacho ni kutimiza kusudi la Mungu alilokuleta duniani. Kila mtu ameletwa kwa kusudi lake, na lile kusudi lile ndilo linaloinua maadui. Kwa sababu maadui wanajua huyu akitimiza mpango huu ametushinda. Kuna kitu Mungu amekuletea duniani. Kuna watu wameletwa wafanye kazi ya Mungu kwenye maeneo mbalimbali. Mwingine umeletwa kanisani uwe mtoaji tu, kazi ya Mungu iende. Ukimiliki hilo kusudi vizuri ukalisimamia, umefanikiwa. Hata kama hujajenga, ulimwengu wao unakutambua kwamba wewe umefanikiwa. Nataka nikufundishe kanuni ya mafanikio, si kama unavyodhani wewe. Ndio maana Paulo kuna lugha anazungumza kwenye Biblia watu wengi hawaielewi. Anasema twaonekana masikini lakini tu matajiri katika ulimwengu wa roho. Twaonekana hatuna kitu lakini tunavyo vingi katika ulimwengu wa roho. Anazungumza kwamba amesimama kwenye kusudi na mpango wa Mungu. Hivi vitu vingine mnavyoviona ni nyongeza, vitajipendekeza vyenyewe. Wewe ukisimama kwenye kutimiza kusudi la Mungu, hauwezi kumsaidia Mungu kuboresha maisha hata siku moja. Ndio maana Yesu alisema nani anaweza kuongeza urefu wa maisha yake kwa kujisumbukia mwenyewe? Aongeze hata kimo cha mkono mmoja tu. Huwezi kumsaidia Mungu. Kwa hiyo ukitimiza kusudi la Bwana, hivi vitu vingine Mungu anajua unavihitaji. Hata wewe usiposema, anajua mtu wangu anatakiwa akae nyumba nzuri. Anajua mtoto wangu anatakiwa asikope. Anajua mwanangu anatakiwa avae vizuri. Anajua mwanangu anatakiwa aishi vyema. Hivyo unavyodhani wewe sivyo ambavyo Mungu anatazama. Ndio maana anasema njia zenu si njia zangu. Njia zenu si njia zangu. Ninyi mnafikiri kuoa au kuolewa umefanikiwa. Mungu haangalii hivyo. Anaangalia kusudi aliloweka kwako. Ndilo litakalo kusaidia. Amina, watumishi wa Bwana. Unaweza ukawa masikini tu, lakini ukitimiza mpango wa Mungu tutakukuta paradiso. Amen. Alafu unaweza ukawa tajiri na ukawa mlokole na tukakukuta jehanamu. Amina, watumishi wa Mungu. Amen. Sifundishi kama Mungu anafurahia umaskini.
ila nakufundisha kusimama kwenye kusudi, kwamba ukisimama kwenye kusudi lako, hayo ndiyo mafanikio Mungu anayasema. Anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine mtazidishiwa. Kwenye ufalme wa Mungu kuna kusudi la Mungu. Ukiupata ufalme wa Mungu, umelipata kusudi la Mungu. Haya mengine hayana shida. Ukishafikia kiwango cha kumwambia Mungu, nahitaji kutafuta uso wako utakaonifanya nikae kwenye kusudi lako, aisee, nataka nikwambie, hutakula lakini utakuwa na amani. Hutavaa vizuri lakini utakuwa na amani. Hutatembelea gari lakini utakuwa na amani. Anasema na amani ipitayo fahamu zote itawafanyeje? Itawahifadhi. Kwa hiyo kuna amani ambayo mtu akisimama kwenye kusudi la Bwana anaimiliki. Ile amani ndiyo inayotakiwa. Usimpime mtu kwa kwamba na gari au hana. Usimpime mtu kwamba anakula namna gani au hali namna gani. Hiyo sio kusudi la Bwana. Kusudi la Mungu ni mtu atembee kwenye ule mpango ambao Mungu amemwandalia. Ule mpango ambao, hapo ndipo ilipo vita na shetani. Shetani hana shida wewe uwe na gari au usiwe nalo. Shetani hana shida wewe uwe na nyumba au usiwe nayo. Yeye shida yake iko kwenye kusudi. Akishaona kusudi la Mungu liko kwa mume wako. Biblia. Katika Biblia mashimo yalikuwa na matumizi mbalimbali kama ifuatavyo. Mashimo yalikuwa na matumizi mbalimbali. Nimeanalyze hapa matumizi kama manne, jinsi mashimo yalikuwa yanatumika. Kuna mashimo yalikuwa yanatumika kama magereza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mashimo yalikuwa yanatumika kama magereza au mabirika. Kwa majina mengine nakuta kuna mashimo yanaitwa mabilika. Yalikuwa yanatumika kama magereza. Zamani teknolojia ya ujenzi wa magereza haikuwa kama hivi leo. Kwa hiyo wenzetu walikuwa wanachimba mashimo, wanayatumia kama magereza, wanatupa watu humo. Mkikumbuka Yusufu alipokamatwa na ndugu zake wakamtupa kwenye shimo. Halikuwa shimo la mbao lile. Lilikuwa ni shimo birika. Walimuhifadhi mle. Walikuwa wanahifadhi watu ambao wanawahifadhi mle. Utaipata hiyo habari kwenye Mwanzo 37 mstari wa 23 na 24. Kuna mashimo yalikuwa yanatumika kwa namna. Ni mashimo yanaonekana kabisa limechimbwa, liko hapa, linatumiwa kama gereza pale. Wanamtupa mtu mle. Lakini mbili, kuna mashimo ya wanyama. Mashimo ambayo walikuwa wanaitumia kuhifadhi wanyama wakali kwa ajili ya kutolea adhabu kwa wafungwa sugu. Amina, watumishi wa Bwana. Walikuwa wanatumia kutoa adhabu, wanaweka wanyama wakali mle. Ukisoma Biblia utamkuta Danieli aliwekwa kwenye shimo la simba. Alikuwa anasumbua, wakamtupa mle, wakasema wanatusumbua huyu. Wakamtupa kwenye lile shimo la simba wale wenye njaa kali. Kwa kuna mashimo yalikuwa yanatumika kutunza wanyama. Lakini pia kuna mashimo ya maji. Kuna mashimo ya maji. Nayo pia yalikuwa yanatumika kutolea adhabu. Kuna watu, kwa mfano mtumishi wa Mungu Yeremia, walimtupa kwenye shimo lenye maji. Yanachimbwa kwa ajili ya adhabu haya. Namba 4, yalikuwekwa mashimo ya maji ya kawaida. Yanachimbwa maji ya kawaida. Unaona Yesu alikaa kwenye shimo la maji pale. Biblia inasema kisima cha Yakobo akakutana na mwanamke Msamaria. Yale yalikuwa ni mashimo ya kawaida yanawekwa maji. Biblia inatuambia kwamba kuna visima vilichimbwa wakati ule wa kina Isaka. Wakaja wale wa maadui wakafukia, likachimba tena shimo lingine, wakafukia, chimba lingine wakafukia, lingine wakachimba, likufukiwa. Biblia inasema wakaliita Rehoboth. Kwa hiyo kuna mashimo ya kawaida ya maji yalikuwa yanachimbwa kwenye Biblia, yalikwepo. Amina, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo sasa hilo lilikuwa ni agano, hilo lilikuwa ni agano la kale, jinsi ambavyo mashimo yalikuwa yanatumika. Sasa katika agano jipya mashimo yapo. Bwana asifiwe sana. Katika agano jipya mashimo yapo, isipokuwa hayapo kwa jinsi ya mwili hivi. Zamani zile yalikuwa yanaonekana kabisa shimo lile pale wanamtupa mtu. Lakini ulimwengu wa sasa Yesu alikuja kuibeba dunia, kuipeleka rohoni. Akawaambia wale Wayahudi, Mungu ni roho, imepasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo alikuwa anatutransform, anatuhamisha tukaenda rohoni. Kwa yale mashimo yale yameenda tena kwenye ulimwengu wa roho.
hayatumiki tena kama zamani, kumtupa mtu kama Yusufu, kumtupa kama Daniel. Sasa saizi yako rohoni, watu wanawekwa kwenye mashimo kwa jinsi ya rohoni. Utanielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kuna mashimo, yapo mashimo. Na naomba ufahamu kwamba maisha ya mtu ni nafsi. Nafsi ya mtu ikikamatwa, maisha ya mtu yamekamatwa. Kwa sababu hivyo unavyoishi wewe, maisha ulionayo hapa duniani ni nafsi yako. Amina, kanisa la Bwana. Sasa kuna watu nafsi zao zikishakamatwa, ikiwekwa shimoni, naye yuko shimoni. Amina, watu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Naomba mtu mmoja atufungulie kitabu cha Luka 4 mstari wa 17 na 18. Luka 4 mstari wa 17 na 18. Tumuone Yesu alipokwenda pale aliwaambieje hawa watu. Amina, watu wa Mungu. Luka 4 mstari wa 17 na 18. Luka 4 mstari wa 17 na 18. Inasemaje? Karibu uliyepata. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Ndio. Akakifungua, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Ndio, utaimalizia tena au imalizie tu moja kwa moja. Mstari wa 18. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Ndio. Na vifungo kupata kuona tena. Na vipofu kupata kuona tena. Ndio. Amen. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema akakifungua chuo cha nabii Isaya. Mtu akikwambia Yesu hajasoma, kamuulize vizuri. Akakifungua chuo cha nabii Isaya. Waje nitoe historia kadogo hapa. Zamani Biblia ilikuwa haiandikwi kama hivi. Amina, watu wa Mungu. Ilikuwa wanaandika, teknolojia hii ilikuwa haipo. Walikuwa wanaandika kwenye mawe. Amina. Kwa wanaandika maandishi kwenye mawe. Baadaye teknolojia ilipoendelea, wakawa wanaandika kwenye ngozi za wanyama. Yaani inatengenezwa ngozi, alafu anakuweko mwandishi. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano kama ni Yeremia, alikuwaga na mwandishi wake nani ameelezwa kwenye historia. Kuna bwana mmoja anaitwa nani, alikuwa anatembea na Yeremia. Sasa unakuta anakaa kila wakati anakaa na Yeremia. Yeremia anapoanza kuwa kama anasinzia hivi, jamaa anachukua kalamu, anakuwa attention kuandika, maana anajua huyu sasa Mungu anataka aseme naye. Mungu akanichukua katika roho, akanipeleka bonde nini, anaanza kuandika. Yule bwana anaandika kwenye ngozi ya wanyama. Ilikuwa inachongwa vizuri, inatengenezwa, wanaandika, alafu inakunjwa hivi. Sasa ile ngozi moja ilikuwa inaitwa gombo. Amina, watumishi wa Bwana. Kwa naliita gombo lile, wanaenda wanalihifadhi sehemu kwenye pango fulani, wanaliweka hapa. Kwa watakuwa natumbuka naye, ngozi ikienea maandishi wanaikunja tena, anaihifadhi hapa. Sasa baadaye teknolojia ikaendelea zaidi. Amina, watumishi wa Bwana. Mpaka Yesu anakuja, teknolojia imeshakuwa. Amina, watu wa Mungu. Sasa bado teknolojia ilikuwa haijakuwa kwa kiwango kile. Bado walikuwa wanaendelea kuandika kwenye ngozi, lakini si kama wale wa awali. Kulikuwa na kautaalamu kidogo. Wenzetu walikuwa hakuna sura kama hizo, unasema sura ya 4, sura ya 5, mstari wa 2. Kulikuwa hamna. Ni fungu tu la habari limerundikana hivi. Haya mambo ya sura haya yamekuja juzi tu hapa, baada ya elimu teknolojia kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baadaye wakati wa ili kanisa la Lumi wakaamua kukusanya sasa yale magombo yale wayakusanye. Sasa kwa mfano
yule mwandishi wa Yeremia akiandika magombo ya Yeremia yote anayakusanya pamoja, kinakuwa kinaitwa chuo cha Yeremia. Yale magombo ya Isaya vile vile yakikusanywa pamoja kinaitwa chuo cha Isaya. Kwa anaposema akakifungua chuo, usifikirie chuo kama cha leo. Amina, watumishi wa Bwana. Ni mkusanyiko wa yale magombo yaliyokuwa yanaandikwa kipindi kile. Kwa yanaitwa chuo. Ndio maana nataka nifunue hilo neno chuo limekuja vipi. Amina, watumishi wa Bwana. Akakifungua chuo cha nabii Isaya, akasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, kuwatangazia waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Kuna watu wamefungwa, wako kwenye mashimo. Kuna watu wamekamatwa, wako kwenye mashimo. Kuna watu wametekwa, wako kwenye mashimo. Ukiona mtu unamuombea haponi, manake nafsi iko kwenye shimo. Ukiona mtu miguu inasumbua haipati nafuu, iko kwenye shimo. Ukiona mtu kifua hakiponi, kiko kwenye shimo. Ukiona mtu mgongo hauponi, uko kwenye shimo. Ukiona mtu namna gani, yuko kwenye shimo. Wamebeba wale watu, wamepeleka kwenye shimo, wamemfunga kwenye lile shimo la kichawi. Amina, watumishi wa Bwana. Ni mashimo yapo, lakini yamekamata watu. Ndio maana Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Isaya, anasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa, wamefichwa kwenye mashimo, wamekuwa mateka, wamekuwa mawindo, wala hapana okoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Leo wakusema rudisha tupo. Amina, watumishi wa Bwana. Leo wakusema rudisha tupo, na tutamwambia shetani arudishe. Alibeba miguu, arudishe. Amina, watumishi wa Bwana. Naomba isome tena lile andiko la Isaya 42:22. Tusimamie hapo alafu tuingie kwenye maombi. Muda wetu leo ulikuwa mdogo. Tukae kwenye maombi, tumwambie Mungu arudishe, tumwambie shetani arudishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Isaya ya 42 mstari wa 22. Naomba soma vizuri kabisa, mwana wa Mungu. Lakini watu hawa watu walioibiwa. Anzia mstari wa 18, tutashuka hapo. Sikilizeni enyi viziwi. Sikilizeni enyi viziwi. Tazameni enyi vipofu. Tazameni enyi. Hebu nikuulize swali, kiziwi anasikiaje? Anasema sikilizeni enyi viziwi. Kiziwi anasikiaje? Maana yake ni mtu anasikia, masikio yale ya ndani yameibwa, kwa hiyo hasikii tena. Unaambia bwana sigara inaua, anaambia sawa bwana nashukuru kwa ushauri, kesho navuta tena. Yale masikio ya ndani ya kusikia hayapo, yameshaibwa. Kwa anasikia lakini hasikii. Anasema tazameni enyi vipofu. Kipofu anatazamaje? Ana macho haya lakini yale ya ndani hayapo. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4, Biblia inasema wale watu ambao Mungu wa dunia hii amewapofusha. Manake watu wamepofushwa na shetani ambaye ni Mungu wa dunia. Anasema sikilizeni enyi viziwi. Wamekuwa viziwi kwa sababu masikio yameibwa, yamepelekwa shimoni. Macho yameibwa, yamepelekwa shimoni. Kwa hiyo wanaona vitu na wanapuuza kwa sababu vitu vyao viko shimoni. Ndio. Enyi vipofu mpate kuona. Ni nani aliye kipofu? Ndio. Ila mtumishi wangu. Ila mtumishi wangu. Ndio. Au aliye kiziwi kama mjumbe wangu. Kama mjumbe wangu. Nani ni mtumaye? Yule ni mtumaye. Ni nani aliye kipofu kama aliye na amani? Ni nani aliye kipofu kama aliye na amani? Unaweza ukaibiwa alafu usijue umeibiwa na ukawa una amani. Unatembea barabarani, wewe unaona unatembea, lakini watu wanasema cheki mfungwa yule anatembea. Bwana asifiwe sana. Kuna watu mkipita sokoni mna uniform za magereza ya wachawi, mna bangili za magereza ya wachawi, mna viatu vya magereza ya wachawi, lakini mna amani kwa sababu hamjui. Anasema ni nani aliye na amani kama mtumishi wangu? Ndio. Endelea mtumishi wa Bwana. Naam, kipofu kama mtumishi wa Bwana. Ndio. Unaona mambo mengi lakini huyatii moyoni. Unaona vitu vingi mno lakini hauviweki moyoni.
Unaona maono mengi sana, huyatii moyoni. Umeota ndoto unakula lakini ukapuuzia. Umeota ndoto unafukuzwa lakini ukapuuzia. Umeota ndoto unatembelewa na mume wako ambaye alikufa ukapuuzia. Umeota ndoto uko shule ya msingi ulikosoma zamani. Umeota ndoto unafanya mtihani shuleni. Umeota ndoto uko unafanya vitu vya ajabu ajabu lakini ukapuuzia. Na ukawa tu na amani. Si ni ndoto tu, si ndo wale watu tulisoma nao kipindi kile. Ndio hiki Mungu anasema hapa. Unaona mambo mengi lakini huyatii moyoni. Ndio.